Mheshimiwa mgeni rasmi, chuo cha ualimu Dakawa ni miongoni mwa vyuo 34 vya ualimu katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambavyo viko chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Mheshimiwa mgeni rasmi, chuo hiki cha Dakawa kilianzishwa mwaka 2008 kikiwa ni miongoni mwa taasisi 6 zilizomo ndani ya kituo cha maendeleo Dakawa, yaani Dakawa Development Center. Taasisi nyingine, Mheshimiwa mgeni rasmi, ambazo ziko katika kituo hiki cha Dakawa Development Center ni pamoja na chuo cha ufundi VETA, shule ya sekondari ya juu ya wasichana kama ambavyo nimekwisha kuwasikia, shule ya sekondari ya chini ya mazoezi, shule ya msingi pamoja na kituo cha afya. Kwa ujumla wake, Mheshimiwa mgeni rasmi, kinatengeneza jumla ya taasisi 6 ambazo ziko ndani ya Dakawa Development Center. Mheshimiwa mgeni rasmi, taasisi hizo zote 6 zilianzishwa kwa kurithi majengo na miundombinu iliyokuwa ikitumiwa na wapigania uhuru wa Afrika ya Kusini wa chama cha ANC. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka 2017 serikali kupitia wizara yetu ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ilifanya tathmini ya miundombinu ya chuo hiki cha ualimu Dakawa na kubaini hali ya uchakavu unaoweza kuathiri utoaji wa elimu ya ualimu, na hivyo ilifanya maamuzi ya kukijenga upya kupitia fedha za miradi miwili ambayo ni mradi wa lipa kutokana na matokeo, yani Education Program for Result, kwa kifupi tunaita EP4R, na mradi wa uwezeshaji wa elimu ya ualimu ambao tunaita Teacher Education Support Program au kwa kifupi TESPU. Huu mradi wa pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, unafadhiliwa na serikali ya Canada. Aidha, Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu wa ujenzi umetekelezwa kwa utaratibu wa force account chini ya ushauri elekezi wa taasisi yetu ya chuo cha ufundi pale Arusha. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu kama ambavyo wamesha kueleza kidogo wataalamu hapo awali, ulisanifiwa kuwa na majengo 32 ambayo yatajengwa kwa awamu 2. Na kwa awamu hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, ya kwanza inahusisha majengo 11 ambayo ni pamoja na jengo la utawala ambapo liko nyuma yetu, Mheshimiwa mgeni rasmi, bweni 1 la ghorofa 2 lenye uwezo wa kuchukua wanachuo 252, jengo pacha la darasa la ghorofa 1 lenye vyumba vya madarasa 8 yenye uwezo wa kuchukua wanachuo 360. Vile vile, Mheshimiwa mgeni rasmi, awamu hii ya kwanza inahusisha jengo la bwalo pamoja na jiko lenye uwezo wa kuchukua wanachuo zaidi ya 1000. Lakini pia lipo jengo la ofisi ya walinzi, nyumba ya kupokelea nishati ya umeme pamoja na vyoo 3. Lakini pia, Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu kwa awamu ya kwanza unahusisha pia ujenzi wa maktaba yenye uwezo wa kuchukua wanachuo 384 na maabara ya tehama yenye uwezo wa kuhudumia wanachuo 60 kwa wakati mmoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, jumla ya fedha yote iliyopokelewa katika mradi huu ni shilingi bilioni 4.4 na utekelezaji wa mradi huu kwa awamu hii ya kwanza umefikia 92%. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kutekeleza mradi huu kwa awamu hii ya kwanza tumekabiliwa na changamoto chache ikiwemo uwepo wa mvua nyingi katika eneo hili, lakini pia kutokana na muda ambao mradi umechukua, kutokana na sababu za changamoto hizo ambazo nimezitaja, imepelekea kuwepo na mabadiliko ya kupanda kwa gharama za vifaa ya mara kwa mara. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, changamoto hizi zimeweza kudhibitiwa kwa kiasi fulani, na ndio maana sasa hivi tuna uhakika kwamba mradi huu unaenda kukamilika kwa wakati kwa kukamilisha 8% iliyobaki. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuhitimisha, naomba nitumie nafasi hii kwa kipekee sana kuishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Jemedari Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa juhudi mbalimbali inazozifanya katika kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia hususan katika vyuo vya ualimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninawashukuru pia wadau wetu wa maendeleo
ambao wanafanya kazi kwa karibu na serikali yetu ya awamu ya sita katika kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia ili kuboresha elimu inayotolewa katika nchi yetu na hatimaye tuweze kupata vijana wenye maarifa pamoja na ujuzi unaohitajika katika sekta ya ajira au sekta ya viwanda hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kushukuru sana wewe binafsi pamoja na viongozi mbalimbali ulioambatana nao kwa kututembelea katika chuo chetu ili kuona hali halisi ya utekelezaji wa mradi huu wa ujenzi.